anafua nguo. Hapa mtafutaji kabisa. Ni vile tu hajapata namna sahihi ya kupata hela. Wewe. Mtashona majani huko ndani. Kwa sababu changamoto inayokuja wewe uoni, yeye aliyekula ndo anaona. Anyway, ni kweli mda. Sasa ufunuo unapokuja unakuonesha jambo ambalo hata kwenye mazingira ya kawaida ulikuwa ulioni. Na ndio maana ni muhimu kumpa Mungu sikio kabla ya kuamua. Musa alisema uso wako usipoenda nasi, usitutoe, sio tusiende. Usitutoe. Changamoto ni wewe kututoa. Muda sahihi ambao Mungu anakutoa ni muda anaokusemesha. Ina maana asipokusemesha wewe usitoke. Kuna mtu mmoja nilimpa challenge hii. Nilimwambia siku ambayo utaona labda uliosoma nao wote wanamiliki biashara, wana miradi yao, wana fursa zao, wana ndoa zao, wana mambo yao makubwa makubwa. Ukiwaangalia kama wanataka wakuue na pressure. Na mlisoma wote. Alafu ukirudi kujiangalia wewe, natamani hata ukiwaona wanapita uhame nje mabawa na wao watakuwa ni aibishi. Nikiweka kama group ya mlio soma pamoja unakwenda. Ndio sikusoma na hii. Mnanitia aibu sasa. Sasa ukiangalia huyu ana migodi ya dhahabu, ukiangalia huyu ana misheni ya mafuta, ukiangalia huyu ana mitembo ya kupangisha, lakini ukijiangalia wewe unaona kama umebaki peke yako. Sasa ni mabiudi. Umebaki peke yako. Anza kuogopa. Hasa mtihani hapa kumsikia Mungu ikiwa uliokuaga nao wamekupita kiuchumi. Ni ngumu sana. Na muda mwingine naenda kukupatiza kwenye mwelekeo. Na mazingira ya kufanikiwa ndo hayo unaona kila siku. Hayo. Changamoto inayokuja ukubali kwamba hicho Mungu anachosema ndivyo kilivyo kwako. Wakati Mungu anakufunulia siri unayoona ni wewe sio watu. Yaani wakati Mungu anakufunulia siri unayoona ni wewe sio watu. Hatari ambayo ipo ni kwamba utaomba msaada kwa watu. Niliwahi kumkanya kusikwambia anachokufunulia Mungu hata baba yako mzazi una uwezo wa kumficha. Nataka nipate hii hekima kwa wazee wanaume ambao mpo. Amelisha aje Elisha akwambie huyu binti baba ambaye tulienda kutoa posa nyumbani kwao ana mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Kwa mkweli mtumishi wa Mungu. Ana mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Mtumishi wa Mungu, tuambie ukweli. Wewe unamwambiaje kijana wako kwa upendo kabisa? Na amekwambia kabisa baba yule tunakumbuka Biblia inasema Yusufu ndio alikuwa mtu wake. Na Yusufu anakataa kwamba hamjui Maria. Sasa anakwambia mtoto wako pale bwana, baba huyu binti ambaye tunataka tuende kwao ni mjamzito kwa uwezo sio kwangu. Na mwenye mimba yake ni Roho Mtakatifu. Tuambie kwa niaba ya wengi hapa na baba wengine wanasikia na mama wanaelewa. Nitamuuliza limekueje jambo hili. Na kwa sababu kwanza halijawahi kutokea. Akiwa hana maelezo mtumishi wa Mungu unaweza tukampokea. Hapana. Barikiwe na Bwana. Unajua kwa nini hata mimi mchungaji nisingepokea? Alifunuliwa na Yusufu. Na ni aibu kiasi gani mkoa mzima unajua kwamba ile ni mazoea yako. Bora wewe anayejua ni wifi yako. Yaani kwa Yusufu mwanangu ni dunia nzima inajua ile mimba ilikuwa na Yusufu. Lakini kwa Yusufu ndo amefunuliwa na alifuatwa yeye ndo jamaa kabisa. Mwanzania Yusufu alikuja kuomba ushauri kwangu mimi kama mwanaume mzee nimwambia. Nani? Umesema.
hiyo mechi. Haujaanza hivi mpira. Wewe Yusufu mpira yaani goli zimeshaanza na wewe kucheza mechi. Haiwezekani. Anakosea. Amepigwa. Lakini angalia Yusufu hata mwambie amepigwa na kwambia nilimsikia Bwana. Hapo wewe mjinga. Yaani wewe ni bogus. Hamna kitu ndani. Ila akirudi ndani. Sasa kile Bwana